Ushindani. Hili swala la ushindani wa ligi na uhalisia kwamba Simba na Yanga wanapata uhalisia wa ushindani wa kutosha kwenye ligi yetu ya Tanzania. Sasa kwenye ushindani hapo ndo nakuja kugusia engo ya wakufunzi. Hata wewe Yasin Majengo mpaka umefika hapa unamshukuru mkufunzi wako ambaye alikana wewe darasani akufundisha vema na unaelewa kile ambacho na nikapata na ithibati. Sawa sawa. Kwa hiyo kwenye engo ya wakufunzi sasa inagusa klabu zote mbili za daraja la kati, daraja la chini na hata hizi kubwa ambazo nimezungumza hapa awali kwamba zina uwezo mzuri wa kiuchumi wa kushawishi wachezaji na hata makocha, lakini sasa nao pia wapate makocha ambao wana uwezo mkubwa. Sasa kwa hawa wakubwa hawa unaweza kusema ni uzembe, unaweza ukachagua mwenyewe namna gani ya kuwazungumzia kwa nini hawapate makocha wa maana. Lakini hizi klabu ndogo ambazo nazo sasa uwezo wa kiuchumi hazina, nazo hata kupata makocha changamoto, kwa sababu manager yoyote ama kocha yote ambaye ana ndoto na ana ambition ya kufika mbali, anaangalia klabu ambayo inanihitaji Mashujaa, iwe sijui ni Namungo au sijui ni Dodoma Jiji. Kwa hiyo hoja yako ya kwanza ni kwamba hizi klabu zetu kubwa mbili hazipati ushindani wa kutosha kwa sababu timu za madaraja haya mengine hazichukui makocha ambao wana uwezo mkubwa wa kuja kupambana na makocha ambao wanachukuliwa na Simba pamoja na Yanga. Na inawezekana hiyo ni hoja yako ya kwanza ukizungumzia mabenchi ya ufundi kwanza. Hii sio hoja ya kwanza, hii ni hoja yangu kuu. Hoja yako kuu. Kwa sababu kila kwamba wewe unatizamia mabenchi ya ufundi. Mabenchi ya ufundi. Kwa sababu mwanzo hapa aligusia swala la wachezaji kutojua namna kumanage game. Vyote hivyo wanafundishwa na wakufunzi ambao wamekidhi vigezo. Sio, unaelewa vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo hizi klabu za madaraja ya kati na madaraja ya chini mpaka pale ligi yetu itakapoweza kujikimu vema kwenye swala la kiuchumi na kuwawezesha sasa kupata wachezaji ambao wataweza kuwaimarisha vema, kutengeneza miundombinu ikawa bora, angalau hata mkufunzi anapokuja aona kama kuna miundombinu safi na kuna wachezaji ambao wana vipaji, basi mimi CV yangu itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo kwanza jibu lako ni ndio kwamba Simba na Yanga hawapati ushindani kwa sababu ya changamoto hazipati ushindani wa kutosha kutoka kwenye ligi yetu. Na hoja yako ya kwanza umegusia kuhusiana na mabenchi ya ufundi kwamba mabenchi ya ufundi ambayo yanachukuliwa na timu hizi za madaraja ya kati kidogo hazitoi ushindani wa kweli. Nataka niongeze kitu kingine. Naam. Inawezekana pia basi Tanzania nako hatuzalishi makocha wengi wenye uwezo mzuri. Ni uhalisia ambao ulio. Hatuzalishi makocha wengi wenye uwezo mzuri. Sasa hivi ndo angalau tunajitahidi angalau kuwapa na nafasi, kwa sababu na wao wanajiongeza kwenda kuchukua elimu tofauti ili angalau sasa ikija kutolea ile elimu kubwa kwa ajili yao wanakuwa tayari wana vitu vya kutosha ambao wamevianzia chini.